hatua ambazo mamlaka imezichukua mwaka 2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kazi zingine, kazi yetu nyingine ni kutoa guidance kwenye soko. Tumeweza kutoa miongozo kuhusu utozaji na ukusanyaji wa ada za bima, na mwongozo huu ulikuwa unaelezea kukusanya bima, ada za bima kidigitali, ambao tulianza mwaka huu wa fedha. Miongozo ya ukaguzi wa nje, kusajili wakaguzi wanaokagua sekta yetu, na miongozo ya bidhaa za bima, namna ya kusubmit na kufanya bidhaa zipate approval za bima za mamlaka. Lakini vile vile tumetoa waraka kwa maana ya circulars, waraka wa ujira, waraka wa kampuni za bima mtawanyo, na waraka wa uishaji wa leseni. Lakini hatua zingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, za usimamizi ni kuanzisha hatua za usimamizi wa tires supervision, kuweka tires kutegemeana na ukwasi na uwezo wa kampuni. Mfumo huu umeweka taya 3 kwa kampuni ambazo zina uwezo mkubwa, uwezo wa kati na uwezo mdogo, ambao unahitaji usimamizi mkubwa. Lakini tumefanya kazi ya kusimamia kampuni ambazo zina matatizo ya kifedha, kwa maana ya kutekeleza usimamizi maalum wa kampuni kisheria, statutory management. Tumeimarisha mifumo ya tehama ili kuongeza tija na ufanisi katika usimamizi wetu. Sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, usajili unafanyika online na leseni unapata online, na hauwezi kuja ofisini kufanya na kuleta makaratasi. Lakini vile vile ukitaka kulipa ada unatumia TSS portal, unalipa ada za bima ukiwa ofisini. Lakini vile vile ukitaka kuhakiki kama bima yako ni halali, kuna mfumo wetu wa Tiramis ambao unahakiki na unakuwa na uhakika kitu ulichokinunua ni halali. Na mifumo hii yote imeupa uwezo mwananchi kuhakiki bima, uhalali wa bima yake. Wakata bima wamefika milioni 8.4 na wanufaika ni milioni 17.5. Eneo la 6, Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli kubwa ya bima vile vile ni kulipa madai. Kulipa madai ni haki ya wanunuzi au wakata bima. Tumeona ongezeko la 6.9 kutoka bilioni 680 mwaka 2023 hadi bilioni 727.6 mwaka 2024. Maana ya tafsiri ya kulipa bilioni nilizotaja, maana yake ni watu waliopata ajali, watu walioharibikiwa magari, bima zilizoiva, maana yake wamerudishiwa uwezo wao wa kuendelea na kazi. Madai yanayolipwa yaliongezeka kwa 11.7 kutoka bilioni 488.3 mwaka 2023 hadi bilioni 549.4 mwaka 2024. Madai yanayohakiki na unyaraka ni bilioni 183.3 sawa na 25.1. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la 7 ni madai kwa aina za bima. Bima za kawaida kwa maana ya general insurance, madai yalipokelewa ni zaidi ya bilioni 514 ambao ni ongezeko la 5.9, na yaliyolipwa ni madai ya shilingi bilioni 342.4 ambao ni ongezeko la 12.5. Bima za maisha, life insurance, madai yaliyopokelewa ni bilioni 86.4, yaliyolipwa ni bilioni 74 kutoka bilioni 79 za mwaka 2023. Bima za afya, madai yaliyolipwa yalikuwa bilioni 127 sawa na ongezeko la 15.5,
na yaliyolipwa ni bilioni 128.8, sawa na ongezeko la 23.4. Bima za takaful, madai yaliyopokelewa yalikuwa shilingi 96.5 milioni na yaliyolipwa ni 97.5 milioni. Eneo lingine, mheshimiwa mgeni rasmi, tunalopima ukuaji wa soko ni kiwango cha retention, ubakizaji wa bima. Kwa bima za maisha, kiwango cha retention kimebaki kuwa ni 49.3 kwa mwaka 2023 na 2024. Kwa bima za maisha, kwa bima za general nilisema hakuna kiwango kilichoongezeka. Kwa bima za maisha kulikuwa na ongezeko la 17% za kuretain kutoka 82.6 mwaka 2023 hadi 97.0 mwaka 2024. Kwa tumeona bima za maisha wakiongeza uwezo wa kubakiza ada za bima nchini kwa kiwango kikubwa. Bima za afya kumekuwa na ongezeko ndogo la 1.9 kutoka 86.1 mwaka 2023 hadi 84.5 mwaka 2024.